Allah anasema katika suratul Baqara aya 234 235, walladhina yutawaffawna minkum, na wanamume wa ndoa ambao wanaokuwa wamefariki miongoni mwenu, wayadharuna azwaja, na wakati wanafariki wamewaacha wake zao wa ndoa ya halali, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 10, wanawake hawa waliofiwa na waume zao wakiwa ndani ya ndoa, wanawake hawa wataanza kukaa eda tangu mume alipokuwa amefariki, ambayo ni eda ya kufiwa ni miezi 4 na siku 10. Hii ni suratul Baqara aya ya 234 235, au ni sura ya pili aya 234 235. Hapa tunapata fundisho kwamba mwanamke ambaye amefiwa na mume anatakiwa akae eda ya kufiwa, ambao ni miezi 4 na siku 10. Lakini kuna aina ya eda ambayo Muislamu anatakiwa aijue. Mfano, mwanamke ambaye amepotelewa na mume, hajulikani mume kenda wapi, labda alikwenda safari ama ametokewa na jambo fulani akapotea, katafutwa, imekosekana. Huyu mwanamke huyu eda yake inaanza lini? Utaratibu gani? Ndugu yangu Muislamu, niazime masikio yako na moyo wako, twende pamoja. Wakati wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lilitokea tukio la kupotea mwanamume wa ndoa, akawa hajulikani alikokwenda. Na wakati huo Madina ni ndogo sana, uwezi ukalinganisha na sasa. Madina kilikuwa kijimdi mdogo sana, mtu akipotea ni rahisi sana kujulikana. Yule bwana alikuwa anakwenda kusali msikitini, akapotea, hakurudi msikitini na nyumbani hakurudi. Tukisikiliza hichi kisa ambacho wamekisimulia wanachuoni, Abdurrahman ibn Abi Layla anasimulia, anasema anna rajula min qaumihi, kuna mtu mmoja, mwanamume mmoja wa ndoa katika jamaa zake, kharaja liyusalli ma'a qaumihi salat al-isha, alitoka pamoja na wenzake usiku kwenda kusali sala ya isha. Fafuqida, akapotea, hakujulikana alikokwenda. Mkewe kamtafuta, hakupatikana. Akaenda Madina pale msikitini pale kwa Umar, ambapo ndio ilikuwa ikulu, hakupatikana. Wakatafutwa jamaa zake waliokuwa nayo, wakasema hata sisi hatujui kenda wapi. Asubuhi hakurudi, siku ya pili hakurudi, siku ya tatu hakurudi, wiki nzima hakurudi. Wanasema fafuqida, akakosekana. Fantalaqat imra'atuhu ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, mkewe akawa amekwenda kwa Umar ibn al-Khattab kwa sababu ni kiongozi wa nchi, anakwenda kupeleka taarifa yake kwamba mumewe kapotea. Mwanamke yule akaenda kwa Umar ibn al-Khattab, akamueleza vile. Fahaddathathu, akamsimulia kwamba huyu bwana ameondoka jana kusali isha, hakurudi, na jamaa zake aliokuwa nao wanasema hawajui kenda wake. Umar akamwambia yule mwanamke, niitie familia yako, wazazi wako. Wakaitwa wazazi wa yule binti. Walipoulizwa wakasema ni kweli, na sisi taarifa tunayo, hatujui. Fasaddaquha, wakamkubali mtoto wao kwamba alichokisema ni ukweli. Faamaraha, Umar akamwambia, faamaraha an tatarabbasa 4 sinin, akamwambia tangu mumeo alipopotea jana, hajulikani aliko, mwanamke wewe usikae eda na usiolewe na mume mwingine, msubirie mumeo miaka 4. Fatarabbasat, akamsubiri mumewe miaka 4. Tunapata mafundisho kwamba linapotokea tatizo
katika maisha ya ndoa kwa Waislamu, asifuatwe mwenyekiti wa serikali za mitaa. Lazima tatizo lile liende kwa shekhe. Shekhe atajua cha kufanya, lakini kulipeleka sehemu nyingine ni makosa. Yule mwanamke alikwenda kwa Umar kwa sababu ni kiongozi wa nchi, na anapokwenda kiongozi wa nchi maana yake ni kwamba anapata huduma yake, na wakati ule ina maana yeye ndio ilikuwa ni nchi ya Kiislamu. Lakini kwa sasa hivi unampelekea mtu ambaye haelewi chochote katika dini. Rudi kwa mashekhe. Baada ya pale miaka 4, thumma atat Umara, akamfuata Umar, fa akhbaratuhu bidhalik, akamwambia yule bana hajarudi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akamwambia, kama hajarudi sasa unalazimika ukae eda ya miezi 4 na siku 10. Baada ya miaka 4 mwanamke yule akakaa eda ya miezi 4 na siku 10. Baada ya kukaa eda ya miezi 4 na siku 10, jamaa akarudi, na alikuwa ameshaolewa. Amekaa eda ya miezi 4 na siku 10, akarudi kwa Umar, akamwambia intahat iddati, eda yangu tayari imekwisha. Maana ni kwamba alikaa miaka 4 na siku 10, miaka 4 imekwisha. Akarudi akamwambia imekwisha, akamwambia sasa ada kukaa eda ya miezi 4 na siku 10. Akakaa. Alipokaa ada ya miezi 4 na siku 10 ikaisha. Ilipokwisha, yule mwanamke akawa amebakia nyumbani. Akamletea taarifa Umar kwamba imekwisha, akaambia subiri upate neema, nani atakuja kukuoa. Fatazawajat, akawa ameolewa. Alipoolewa yule bana akawa amerudi. Aliporudi wanasema inna zawjaha al-awwal qadima, yule mume wa mwanzo aliporudi nyumbani akamkosa mkewe. Fartafa'u ila Umar ibn Khattab, wakaenda kwa Umar kwa sababu ni hakimu. Walipokwenda kwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu faqala yaghibu ahadukum az-zamana at-tawila la ya'lamu ahluhu hayatahu, mmoja wenu nyinyi wanandoa anapotea muda mrefu, mkewe hajui kenda wapi. Na ili ni tatizo la sisi wanamume tuliokuwa wengi. Wanamume tunapotoka nyumbani tuage, angalau kutoa taarifa. Na bahati nzuri kuna neema ya mawasiliano nzuri sana. Toa taarifa, niko pahala fulani. Lakini unapokaa kimya bila taarifa yote unaleta utata, sababu huyu yule muache nyumbani ni mwanadamu, ana haki zake kutoka kwako ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akaambia, bwana ulikuwa wapi? Akaambia kana li udhur au inna li udhran, mimi nilikuwa na sababu ya kutokuwepo. Umar akamuuliza, wama udhruka, haya sababu gani imekufanya mpaka ukapotea? Miaka 4 imekwisha, imekuja miezi 4 na siku 10, eda imekwisha, huyo ameolewa, sababu yako nini? Akaambia kharajtu usalli ma'a qaumi salatu al-isha, amirul mu'minin, siku moja nimetoka na wenzangu kwenda kusali salatu al-isha, fa asabatni al-jinnu, nikatekwa na majini. Fakuntu fihim zamanan tawila, hawa majini nimeishi kwao muda mrefu sana. Wakati anatembea Madina kuna aina fulani ya upepo, hata duniani kokote kule inapatikana, hasa maeneo ya jangwa, na wakati mwingine wakati wa kiangazi kuna upepo ambao huo unatembea, unakuwa unavuma kama vumbi lile. Wakati mwingine utaliona lile vumbi kama linasimama wima. Basi yule bwana akapotea. Alipopotea muda mrefu, sasa anamsimulia Umar, faghazahum jinnu mu'minun, ikatokea vita siku moja, majini wao kwa wao wamepigana, na walikuwepo majini waliopigana nao ni Waislamu. Fakataluhum fadharu alaihim, hawa majini Waislamu wakawa wamepigana nao, hatimaye wakawashinda wale majini ambao si Waislamu. Wa asabu sabaya, na wakateka mateka
bina wengi sana majini wenzao na mali nyingi. Anasema fakuntu fi man asabu, mimi ni katika mateka wa hawa waliotekwa na hawa majini waislamu. Baada ya kukaa na wao muda nao mrefu, wakamuuliza yule bwana, kwa sababu huyu jini, huyu mwanadamu, wakamuuliza ma dinuka, wewe dini yako ni nani? Qultu, nikamwambia muslim, mimi muislam. Qalu, wakamwambia anta ala dinina, na wewe, sisi tupo katika dini yetu, wewe upo katika dini yetu, sisi wenyewe ni waislamu. Ndio maana ukienda katika suratul jinn ni kwamba tangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiumba dunia, katika viumbe ambao wameumba wapo majini. Majini katika Uislamu hawaabudiwi, isipokuwa wao wanatakiwa wamwabudu Allah. Majini wanatakiwa wafuate mitume wa Mwenyezi Mungu, na alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuteremshiwa Qur'an, waliamrishwa majini wasilimu na waisome Qur'an. Sasa akamwambia wewe ni Muislamu mwenzetu, wakamwambia la yahillu lana sabau, si halali sisi kukuweka mateka. Fakhayyaruni baina almaqam wa baina alqaful. Anamsimulia kile kisa Umar, na mkewe yupo pale na yule mume wa pili yupo pale. Asema wale majini wakanikhiarisha, je, uko tayari uishi na sisi majini hapa ujinini ama tukurejesha ulikotoka? Fakhtartu alqafula, nikachagua kuondoka. Fa aqbalu ma'i bilailin, wakawa wanatembea na mimi usiku. Yuhadithunani, usiku wanazungumza na mimi. Wa bin nahar i'sarun rihun atba'uha, mchana ilikuwa ni kama kimbunga, upepo unasimama hivi. Usiku wanazungumza nao mazungumzo ya kawaida. Ikifika mchana wale majini hawaoni, anaona kama upepo. Sasa Umar akamuuliza, fama kana taamuka, wale ni majini, wewe mwanadamu ulikuwa unakula nini? Qultu, nikamwambia chakula nilichokuwa nakula kwa miaka 4 hiyo na ziada ya miezi 4 na siku 10, kullu ma lam yudhkar ismullahi alayhi, mimi nilikuwa nakula chakula ambacho hakijatajiwa bismillah. Maana yake ni kwamba Muislamu anapokula chakula bila kusema bismillah, ajue kuwa anakula pamoja na majini. Umar akamwambia, fakhayyarahu Umar baina almar'a wa baina as-sadaqa. Umar akamwambia, sasa unamwona mkeo kishaolewa, chagua mawili, je, urejeshewe mkeo ama upewe mahari yako? Fakhtara almahra au fakhtara as-sadaqa, akachagua mahari. Mwishoni akaja akasema innaha hamila, halafu vile vile ni mjamzito, kwa hiyo akachagua mahari. Kisa hiki unakipata katika kitabu kinachoitwa Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, ukurasa wa 93, fi Gharaib al-Akhbar wa Ahkamil Jan, ni babu al-khamis, mlango wa 35, hukmu al-mar'a idha ikhtatifat au idha ikhtatafat al-jinn zawjaha. Mwandishi ni muhaddith al-Qadhi Badruddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah Ashibli al-Hanafi. Amezaliwa mwaka 710 Hijria, amefariki na akaja kufariki mwaka 769. Hapa tunapata fundisho kwamba mwanamke huyu amepotelewa na mume miaka 4 isiyojulikana. Je, asiporudi mwanamke huyu anakaa eda gani?